kuondoa katika mateso, iwe maagano yalikozaliwa, iwe maagano yalikotoka, iwe maagano ya kifamilia. Leo nakata kila mlolongo ulio katikati ya familia ya mama na baba, bibi na babu, nakata na kuambatanisha na Yesu. Tangu sasa ukue kwa kimo na hekima. Neema na hekima ya Bwana iwe ndani yake, akili zikapande. Hivyo ulivyo kimya kimya, unavyoamka asubuhi unapiga mswaki, wapo watu pembeni wanakusoma. Unaingia msalani, wapo watu pembeni hapo wanakusoma. Huyu ni nani? Mbona yuko hivi? Mbona yuko hivi? Kwa maisha yako hayo, kwa kuwa ni mahubiri, watu wanabarikiwa, watu wanaokoka, watu wanaacha njia zao. Wengine watakuja kuuliza, ndugu, tufanyeje na sisi tuwe kama wewe? Petro alipohubiri siku ya Pentekoste, wakamwendea, ndugu yetu, tufanyeje sasa? Tufanyeje sisi? Akaambia, tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi. Na wewe watakuja kukuuliza hivyo hivyo, tufanyeje? Ndugu yetu, tufanyeje? Tunaona maisha yako yamenyoka, tunaona maisha yako yako hivi, kwa nini? Tufanyeje sisi? Waambie watubu, wakabatizwe wapate ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aliyetubu maana yake amemaanisha kutokuyarudia maovu. Na wewe ukitubu maana yake umaanishe kutokuyarudia maovu. Usitubu tu mama yakatoka hapo. Watu wanasema naongozwa sala ya toba, lakini natoka haitoki ndani. Na mimi kadri ninavyojifunga sala toba nayo imeanza kunipa wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadri ninavyojifunza hata sala ya toba imeanza kunipa wasiwasi. Kwanza imetoka wapi? Na itafuta sioni. Lakini kwa sala toba, kuongoza sala toba, kuongoza sala toba. Watu wanaongoza sala ya toba, anatoka pale habadiliki, ni yule yule. Ukipita huko unamkuta pale pale ulipomkuta jana. Ndio sisi tumeongoza sala toba. Ndio tunaomba shida hata watumishi. Huyu tena yuko pale pale. Ni shida. Hii sala toba nayo inabidi tuichunguze vizuri. Tutaifuatilia. Mtu anaweza kuwa karibu sana na madhabahu. Yuko madhabahuni lakini maisha yake yako mbali na Mungu. Anashinda madhabahuni. Niliwaambia wana semina hapa kwamba watu waja uwezo ukampata mtu hapa ukamjua tabia yake. Tukiwa hapa tunavulia kule kwa mjeshi, tunaotokea huko tunavulia kule mbali, tunakuja kutoa nyenyekevu. Yaani utafikiria taarifa tukanyage. Subiri tutoke. Fika pale mtu anachukua koti lake, anaelekea anachukua koti lake, anaondoka. Mtu kutaka kujua tabia yake, pata maeneo yake ya kujirusha. Mpaka kazini kwake, kutana naye anga zile, ndio huyu ndio mwenzako huyu. Au sikosi kujui, utatoka kumwambia mchungaji, mwenzako ndio namwaga bidia. Afai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tuangalie kitabu cha Hosea. Kitabu cha Hosea sura ile ya 4 mstari wa 6. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Karibu. Hosea 4 mstari wa 6. Hosea anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau. Tutafute maarifa. Tutafute maarifa. Anasema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, nami nitakukataa wewe. Tunapokataa maarifa, tunamfanya na Mungu atukatae sisi. Kwa sababu gani? Tuko chini ya sheria ya Mungu. Tunapokataa maarifa, maana tuitaki kuishika sheria ya Mungu.
Utaijuaje sheria ya Mungu kama maarifa ndani hayapo? Tujifunze kwa wenzetu walioomba maarifa. Sulemani alipoulizwa na Mungu, nikupe nini? Akataka maarifa. Kaambia, Bwana, umenipa taifa hili kubwa tena lenye wasomi wenye uwezo, unipe maarifa jinsi gani nitajua ya kuingia kwao na kutoka kwao. Nitaongozaje watu hawa nisipokuwa na maarifa? Utaongozaje watoto wako huna maarifa? Matokeo yako sasa unakopi kwa mwenzako. Nani huko anaishije na yeye hapo? Na unabeba yale umeona anaishi jirani yako unayapeleka kwako. Hivi hamna maisha ya kukopi. Hamna maisha ya kukopi. Ukiangalia watu walio kwenye ndoa huko, kila mtu anaishi vyake. Ukikopi maisha ya ndoa ya mwenzio, itavunjika kesho, kwa sababu kila mtu ana gharama yake. Ndoa zina gharama. Sasa wewe ukiiga ya mwenzio, ujue anatumia gharama kiasi gani. Sijui kama utamuuliza yote. Utatamani na mwenzio kila Jumapili anampeleka bichi. Wewe uwezo kwenda bichi huna, hata kiingilio cha getini. Alafu naiga maisha yake. Kwa hiyo mambo mengine ukiiga sasa yake. Ukiiga utatumbukia kwenye mfereji. Utatumbukia, utakimbia nyumba yako. Kwa hiyo tuwe makini, jitambue mimi ni nani. Ukijitambua hakuna kuiga, kwa sababu unamwendea Mungu wako, unamwambia akupe maisha, akupe formula ya kuishi na familia yako. Mungu anakunyoshia njia zako tofauti na mwingine. Majibu ya Mungu hayalingani. Hata kama shida ni ile ile, lakini atakujibu kwa tofauti na wewe atamjibu kwa tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watu wanaishi maisha ya dhambi, si kwamba hawawezi kuiacha dhambi, ni kwa sababu tu hawajajitambua. Ukijitambua, unaijua hii ni dhambi, unaweza ukaiacha. Lakini usipojitambua, huwezi ukaiacha dhambi. Huwezi ukaiacha dhambi. Ukijitambua kwamba mimi ni mzao mteule, utaiacha dhambi. Ukijitambua mimi kwamba ni taifa takatifu, utaacha dhambi. Ukijitambua kwamba wewe ni miliki ya Mungu, utaacha dhambi. Lakini kama hujajitambua, utaona dhambi kitu cha kawaida. Utaona kitu cha kawaida. Katika Tito. Fungulie Tito hapo mama nani? Tufungulie Tito 1 mstari wa 16. Tusome. Tito sura ya 1 mstari wa 16, Biblia inasema, wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Amen. Hao ndio Wakristo wa sasa. Unataka kujali, wewe mwenyewe ujijali. Ninakujaje? Nani atakujali wakati wewe mwenyewe ujijali? Jijali kwanza wewe mwenyewe, afu wengine ndio watakapokujali. Tunamkiri Mungu kama tunamjua sana, lakini ndani yetu tunamkana. Wanajua kusema mimi ni Mkristo, tena naokoka siku nyingi, tena ni mwimbaji wa kwaya, tena mimi ni mzee wa kanisa, lakini ndani ni mpagani. Ndani ni mpagani wa kawaida, tena mpagani mzuri, lakini nje ni Mkristo kweli. Kwa sababu gani? Hajajitambua. Kuna nyakati katika maisha yako wewe uliyejitambua, haitaitika maneno mengi kutoka kwako. Watu hawatahitaji maneno mengi kutoka kwako kwa sababu umejitambua, bali maisha yako yatawahubiria. Maisha yako yatawahubiria hao. Kwa hiyo hautahangaika
wanakuta wewe mtu wa tofauti kwa maisha yako nayoishi, watu tayafanya yanawahubiria huko nyuma. Ukitoka wanakuangalia mpaka unapotea upeo wa macho, wanakuangalia, wanakusoma, maana wewe ni barua. Wanakusoma. Tamani usomwe. Tamani usomwe mahali popote, tamani usomwe. Walio wa Kristo hawana aibu. Ukiona aibu maana yake hujajitambua. Mungu asema tangu mwanzo hakutuumbia sisi roho ya uoga. Tumepewa roho ya ujasiri yenye nguvu. Uoga unatoka wapi? Hujajitambua. Ukiona kitu umeanza kuwa na mashaka nacho, kujua kwamba hujajitambua. Nitafanyaje? Nitaanzia wapi? Hujajitambua. Ukijitambua, unamwita Roho Mtakatifu pale pale, atakuonyesha jinsi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote wanaoishi katika Roho, Roho ndio anawaongoza katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maisha ya mtu aliyejitambua yanahubiri. Kila hatua yako unabandua pale inatoa ujumbe. Inatoa ujumbe. Baba, umetupa mfano mzuri sana. Umetupa mfano mzuri sana. Kujitambua unahitaji ujasiri na maamuzi ya haraka, lakini si kwa akili zako. Ni Roho Mtakatifu anayekuongoza, si kwa akili yako. Kwa hiyo usijivune kwamba kwa akili yangu nimefanya vile. Ni Roho wa Mungu anayekuongoza, fanya hiki, nenda pale, nenda pale. Ndio maana baba siku nikosa usafiri, kwa sababu kuna mtu wako hapo njiani ana shida, akafunga usafiri haupo, tembea kwa mguu ili kukutana na mtu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari 1:16. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 16.